Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, uongozi wa serikali awamu ya saba hivi sasa unazidi kupitia changamoto kubwa za kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Changamoto hizi zote zimeweza kumlenga Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani mikutano anayozidi kutarajiwa kwenda kuifanya katika mataifa ya kigeni inazidi kuwa vigumu kwa yeye kuhudhuria mikutano hiyo, huku akilazimika kumtuma makamu wa rais kufanya jukumu ambalo aliweza kupaswa kulifanya yeye. Ila yote haya ni kutokana na kile ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kukizungumzia kuhusiana na uongozi wa serikali awamu ya saba kuingia doa mapema kabla ya hata ya wao kuanzisha miradi walizoweza kuziahidi. Haya yote yameweza kusababishwa na yale yanayozidi kuonekana katika mitandao ya kijamii, kujadiliwa na hata kuzungumzwa. Maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi kukabidhiana na waandamanaji kipindi na wakati ambapo walikuwa wakiandamana kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, jambo ambalo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya sita wakati huo haukuweza kuruhusu, jambo ambalo liliweza kusababisha vifo vya idadi kubwa ya vijana Gen Z. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, dalili inayozidi kuonekana hivi sasa kwa uongozi wa serikali ya awamu ya saba kwa njia moja ama nyingine, hatua hii inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huu unazidi kuongoza watu ambao hawapo tayari kuongozwa na viongozi hao. Ndipo ambapo kuna habari ambazo zinazidi kuzungumzia maandamano ya vijana Gen Z. Mbaya kabisa, maandamano haya yameweza kuratibiwa kufanyika tarehe 9 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine hivi sasa, kutokana na kile kinachozidi kutizamwa ama kutokana na mataifa ya kigeni hivi sasa kuendelea kuchunguza kile kinachozidi kuzungumziwa kuhusiana na Jamhuri ya Tanzania, moja kwa moja uongozi mzima wa serikali awamu ya saba unaonekana kutishika ama kuwa na hofu kubwa kwa maandamano hayo mapya, kwani maandamano hayo mapya huenda kaweza kulazimu mataifa ya kigeni yaweze kuingilia kati, kwani haitakuwa vyema iwapo maandamano ya vijana Gen Z yaliyoweza kufanyika kwa awamu ya kwanza yaweze kufanyika tena kwa awamu ya pili, kwani hatua hiyo ya maandamano itakuwa ikidhihirisha wazi kwamba uongozi ulioko mamlakani kwa njia moja ama nyingine lazima utakuwa upo na kasoro na dosari kubwa, jambo ambalo wengi hawangependa kulizungumzia hivi sasa, hasa kutokana na kile ambacho kitaweza kupatia. Mfano bora ni kile ambacho kimeweza kumkuta Mwalimu Clemence Mwandambo, ijapokuwa uongozi mzima wa polisi jeshi umeweza kudai kwamba kwa njia moja ama nyingine, kutokana na video walizokuwa akizifanya ndizo ambazo zimeweza kusababisha wao kukamatwa ama kufikishwa katika makao makuu ya polisi. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kutokana na kile ambacho Tanzania wengi wameweza kugundua ya kwamba mikutano ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anatakiwa kuenda kuifanya katika mataifa ya kigeni, yeye hawezi kuenda kutokana na taswira ya Tanzania ambayo iliweza kuonekana baada ya video na picha kuchapishwa, ijapokuwa uongozi wake katika nafasi za ulinzi umeweza kudai kwamba picha hizo ni za AI, ile hali ukweli wa mambo picha hizo ni za ukweli na hakuna AI yoyote ile imeweza kuhusika. Kwa njia moja ama nyingine, hatua hii inazidi kuvutia mataifa ya kigeni kuchunguza kwa undani. Mbaya kabisa,
kile ambacho Tanzania wengi wanazidi kukizungumza ni ya kwamba wameweza kunyimwa uhuru wa kuzungumza na hata kufunguka zaidi. Haya yote yaliweza kudhibitishwa katika documentary ambaye Larry Madowo, mtangazaji maarufu kutoka nchini Kenya anayezidi kuhudumu katika kituo cha runinga cha CNN, aliweza kuzungumzia hatua hiyo kipindi na wakati ambapo walipokuwa wakitengeneza documentary hiyo, ambapo uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa unazidi kujitokeza na kudai kwamba documentary hiyo imeweza kupendelea upande mmoja, ili hali walioweza kutengeneza documentary hiyo wameweza kujitokeza na pia ya kwamba iliweza kupendelea upande mmoja, ili hali walioweza kuchukua documentary hiyo waliweza kudai kwamba viongozi wa serikali ya awamu ya 7 walikuwa hawapo tayari kwa mahojiano hayo kipindi na wakati ambapo walipokuwa wakitengeneza documentary. Na mtazamaji wangu, pia ningependa tuweze kuzungumzia baadhi ya sababu ambazo zimeweza kuchangia kile ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan kinazidi kumsababisha kushindwa kuhudhuria mikutano katika mataifa ya kigeni. Kwanza kabisa ningependa tuweze kurudi nyuma kidogo, kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kutangazwa kuwa ameweza kushinda uchaguzi katika Jamhuri ya Tanzania kwa 98%. Viongozi wakuu katika Jamhuri ya Kenya upande wa upinzani waliweza kudai kwamba matokeo hayo lazima yako na itilafu. Idadi kubwa ya Wakenya waliweza kuanza kuongea kinyume kwa upande wa upinzani, ila Rais William Ruto mwenyewe, kabla ya kutoa ujumbe pongezi kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, aliweza kujitokeza hadharani na kudai kwamba katika Jamhuri ya Kenya kupata asilimia hiyo ya ushindi itaweza kuwa vigumu na ni nadra sana. Pia tuliweza kushuhudia jinsi ambavyo mataifa ya kigeni huko Zimbabwe, kipindi na wakati ambapo rais wao aliweza kujitokeza na kuanza kuhutubia watu waliokuwa wameweza kujitokeza katika mkutano wake, tulishuhudia jinsi gani ambavyo aliweza kurushiwa mawe na kulazimika kuondoka baada ya kuanza kusifia uchaguzi uliofanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Haya yote mtazamaji wangu ni mambo ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan, iwapo ataweza kuenda katika mataifa hayo, lazima ama huenda matukio kama hayo yakaweza kumkuta. Mbaya kabisa, tuliweza kumshuhudia Rais Mama Samia Suluhu Hassan yeye binafsi akidai kwamba katika Jamhuri ya Tanzania hivi sasa itaweza kuwa vigumu kwa mataifa ya kigeni kumpa hata mikopo kwa ajili ya kuendeleza uchumi katika Jamhuri hiyo ya Tanzania, hatua inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo hivi sasa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwa yale yote yaliyoweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania, anazidi kulazimika kubeba msalaba huo yeye peke yake. Hakuna taifa lolote lile lingependa liweze kujihusisha, kwani kipindi na wakati ambapo taifa litaweza kujihusisha na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, moja kwa moja wananchi wa taifa hilo wataona ya kwamba rais wao aliweza kufurahishwa na matukio ya kuvunja moyo ambayo yaliweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania. Ndipo ambapo tunazidi kushuhudia jinsi ambavyo makamu wa rais, jinsi ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kumtuma siku baada siku katika rali anazozidi kutarajiwa kuhudhuria yeye binafsi. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vyema kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.